Zoezi la kujiandikisha na kuhakiki taarifa katika daftari la mpiga kura katika jiji la Dar es Salaam limeendelea katika vituo mbalimbali, huku wananchi wengi wakijitokeza katika vituo kuhakiki taarifa zao au kujiandikisha kwa ajili ya kupata kitambulisho kitakachomwezesha kupiga kura. Mwanahabari wetu Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Naomba vijana wenzangu waje kuja kujiandikisha kwenye kitambulisho cha kuboresha kwenye daftari la kudumu. Jitokeza hapa kwenye kituo cha kuboresha vitambulisho vya kupiga kura. Naomba vijana wenzetu ambao bado hawajitokeza katika eneo hili. Baadhi ya wananchi wakizungumza na Channel 10 katika vituo mbalimbali wamesema zoezi la kujiandikisha limeendelea vizuri, ingawa watu wengi wamejitokeza siku ya leo Jumapili kutokana na baadhi yao kuwa katika mapumziko. Nimekuja kwa ajili ya kuchukua kitambulisho cha kupiga kura ili nimteue kiongozi ambaye mimi namtaka, kiongozi ambaye atakayekuwa bora na atakayeweza kutimiza mahitaji ambayo sisi wananchi nikiwemo miongoni na mimi, ili kulitimiza lengo ambalo wananchi wanalihitaji. Zoezi kwetu linaendelea vizuri toka jana, mwitikio ni mkubwa mpaka leo. Tumekuwa tukihamasisha na bado tunaendelea kuhamasisha ili wapate fursa ya kupiga kura ya kumchagua rais, mbunge na madiwani. Zoezi linaenda vizuri, ila watu leo wamejitokeza wengi sana kwa sababu ni siku ya mwisho. Na isitoshe leo ni Jumapili, watu wengi waende kazini. Kwa ningependa hata iongezwe hata siku 2 kwa ile zoezi, kwa sababu watu ni wengi sana na sidhani kama litaisha, wengine watafanikiwa kupata hiyo vitambulisho. Hata hivyo, kutokana na wingi wa watu wanaojitokeza katika vituo, Tume Huru ya Uchaguzi imeongeza muda wa siku 2, yaani tarehe 24 na tarehe 25, ili wananchi wapate fursa zaidi za kujiandikisha na kuhakikisha taarifa zao katika daftari la mpiga kura. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Umoja wa Wazazi Taifa na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Fadhili Maganya